الحمد لله. الحمد لله الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى. خلق آدم من تراب بلا أم ولا أب، وخلق عيسى ابن مريم من أم بلا أبي، فقال في كتابه إن مثل عيسى ابن مريم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Utakasifu ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye tunayemsifu, mola wa walimwengu, Mungu ambaye kwa utukufu wake, uwezo wake wa hali ya juu alimuumba Adamu kutoka katika udongo bila kuwepo mama wala baba, na akamuumba Isa mwana wa Maryam kupitia mama bila baba. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika maneno yake, mfano wa Isa mwana wa Maryamu ni mfano wa Adamu, alimuumba katika udongo kisha akasema kuwa na akawa. Sala na salamu zimwendee mja wa Allah, mtume wake, kiongozi wetu, mtume wetu Muhammad. Sala na salamu hizo ziwaendee ali zake, masahaba wake na wote watakaojikubalisha kumfuata mtume huyo kwa wema hadi akasimama kiyama. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitufishe isipokuwa tuko katika wale ambao wanaomfuata mtume Muhammadi, sala na salamu ziwe juu yake, wenye kumfuata katika kutekeleza sheria za Allah, katika imani ambayo tumeamrishwa kuweza kuwa nayo iliyokuwa sahihi, katika tabia ambazo alizokuwa nazo mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Ukiwa mwalimu, kuwa mwalimu mfano wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Ukiwa mzazi, kuwa mzazi mfano wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Ukiwa mume katika nyumba yako, kuwa mume mfano wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Ukienda kununua au kuuzisha, kuwa na tabia ambayo inayowafiki mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu amekuja kuwa ni qudwa ya kuweza kuigwa, kielelezo. Tunamuiga katika tabia zake zote, tunamuiga katika matendo yake aliyotufundisha na kutuamrisha kuweza kutekeleza, tunamuiga katika kuamiliana na Waislamu kwa Waislamu, tunamuiga katika kuamiliana na wale ambao wasiokuwa Waislamu. Katika yale ambayo tumepokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama ni kuhusu umma zilizotangulia, mitume waliokuwa kabla yetu, wema ambao walioweza kuyafanya makubwa ambayo inabidi na sisi tuweze kuyafanya kwa kuwaiga kupitia Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na sunna, mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Tumewasoma mitume tofauti katika nyuma tofauti, matokeo mengi yaliyoweza kutokea, lakini katika hawa mitume wote ambao tumewasoma kupitia ndani ya Qur'ani na kupitia ndani ya hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallama, yupo mtume mmoja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amezaliwa katika hali isiyokuwa ya kawaida, kimuujiza, na sababu ya kuzaliwa huko ni kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kudhihirisha uwezo wake, lakini zaidi ya hapo ni mafundisho fika na kuweza kufanya kiumbe huyo aweze kuwa miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anataka waweze kuwa aya katika ulimwengu huu, naye si mtume mwingine, ni mtume Isa alayhi salam, mtume ambaye ametubashiria ujio wa kuja mtume wa mwisho, naye ni Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye amepewa kitabu cha Injili ili kuweza kuwafundisha Bani Israili yaliyokuwa sahihi na waweze kuyafata, mtume ambaye watu wengi wamemchukua kwamba ni mtoto wa Mungu, wengine wakamchukua ya kwamba ni Mungu, au wengine wakamfanyia kwamba ni moja katika watu katika vitu vitatu vinavyofanya uungu. Yote haya ni mambo ambayo yanayojiri katika jamii ambayo inayopatikana wakati wa sasa. Huyu mtume ambaye ni katika ulul azmi minar rusuli, mitume wakubwa kabisa ambao ni watano, wakiwa ni Ibrahimu,
Nuhu alayhi salamu, Musa alayhi salamu, Isa alayhi salamu na Mtume Muhammadi, sala na salamu ziwe juu ya mitume wote hawa na mitume wengine ambao hatukuwataja. Hawa mitume watano ndio mitume vigogo, tunaweza kusema ulul azmi minar rusuli. Isa ni miongoni mwa hao. Kwa kuwa huyu ni mtume katika mitume wa Allah, tunachukua fursa katika Ramadhani hii kuweza kumzungumzia huyu mtume katika mitume wa Allah, ili kuweza kuyajua maisha yake, mafundisho yake, kile ambacho kinachomuhusu kilichokuwa sahihi, na kuweza kumulika kile ambacho kilichokuwa batili, ili watu watoke katika giza la kuyafanya yale ambayo yasiyokuwa sahihi kuhusikana huyu mtume, na waweze kufanya kile ambacho kilichokuwa sahihi kinachokwenda sambamba na mafundisho ambayo huyu mtume ameweza kufikisha, na mafundisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka tuweze kuamini kuhusikana na mtume huyu. Somo hili tumeliita ya kwamba ni somo ambalo linalomzungumzia huyu mtume pamoja na mama yake. Lengo la kuwazungumzia hawa watu wawili ni kwa sababu tunaamini ya kwamba wanao umuhimu katika maisha yetu ya imani. Waislamu imani yao haiwezi ikawa sahihi mpaka waamini mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na imani ya kuamini mitume ni imani ambayo imegawanyika sehemu mbili. Kuna imani ambayo ni ya kiujumla, kuamini wote kwamba ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na haumkufuru yoyote katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini zaidi ya hapo, una imani alimufassal, kuamini kila jambo ambalo lililokuwa sahihi limetufikia katika habari kutoka ndani ya Qur'ani au kupitia kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wasallama kuhusu hao mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Likisemwa jambo ndani ya Qur'ani au katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama, inabidi tulichukue jambo hilo kama pindi muda wangu wa kuishi pamoja nao umekwisha, nikaondoka, wewe ndiye umebaki unatizama yale ambayo walioyafanya, walichokifanya kinyume na kile ambacho ilichonifundisha kuweza kuwafundisha, wakafanya kinyume na yale ambayo ilikuwa inabidi kuweza kufanya. Wewe umewaona Mola wangu ile ambacho ilichoweza kufanya. Wa anta ala kulli shay'in shahid, wewe ni mwenye kushuhudia kila kinachofanyika, kila kitu unajua kinafanya nini. Kikipatia unajua kimepatia, kikikosea unajua kimekosea. Yoyote yule ambaye anayefanya jambo halifichikamani kwako. In tuadhibhum fa innahum ibaduk, ikiwa utawaadhibu kutokana na haya ambayo walioyafanya, ambayo sikuwafundisha mimi, hao ni waja wako. Kuadhibu viumbe hao ni haki yako. Wa intaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, lakini ukichukua uamuzi wa kuwasamehe, wewe ni mwenye nguvu na ni mwenye kuhukumu. Unahukumu kitakacho na unazitumia nguvu zako pindi unapotaka. Huyu ni Isa mwana wa Maryam, anakana jambo la kuwafundisha watu kuweza kuabudiwa yeye kama Mungu, au kufundisha ya kwamba mama yake aabudiwe kama Mungu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo binadamu wenyewe wameamua kuweza kulifanya kinyume na yale ambayo Isa mwana wa Maryamu aliweza kuwafundisha. Kwa hiyo hii ni moja mwa sababu imetupelekea tuweze kuchukua fursa hii ya kuweza kusoma kwa pamoja kuhusu maisha ya Isa mwana wa Maryamu, mafundisho ya Isa mwana wa Maryamu, ili yule ambaye amesilimu bado hajapata mafunzo yaliyokuwa sahihi katika Uislamu kuhusu Isa mwana wa Maryamu aweze kupata mafunzo hayo, na yule ambaye aliyekuwa ni mzaliwa katika Uislamu lakini hajasoma kuhusu kinachohusikana na mafundisho ya Isa mwana wa Maryamu aweze kupata mafunzo vile vile aliyokuwa sahihi. Katika maisha yetu ambayo tunaishi na wasokuwa Waislamu, kuna mambo mengi ambayo tunashirikiana nayo katika maisha yetu ya kidunia, lakini
inabidi kuweza kuielewa imani yetu inatofautiana vipi na imani yao kuhusu huyu kiumbe ambaye tunayemuona ya kwamba ni mtume wa Mungu, huku wengine wakiona ya kwamba ni Mungu au mtoto wa Mungu au ni mmoja katika utatu mtakatifu. Haya yaliokuwa batili inabidi tuyajue ni batili kwa nini, na yaliokuwa sahihi inabidi tujue ya kwamba usahihi wake uko vipi. Isa mwenyewe alifundisha nini kuhusu yeye, kuhusu mama yake na kuhusu Mungu ambaye aliyeweza kumuumba. Walimu zetu waliotusomesha katika chuo cha Azhar walikuwa na tabia ya kutufahamisha ya kwamba kila kitu kina nguzo, na hizi nguzo zikifuatwa watu watapatia kile ambacho wanachofanya. Sala, ukisali ukakosea nguzo zake, bila shaka sala hiyo itakuwa batili. Funga, ukiifunga bila nguzo zake, funga hiyo itakuwa batili. Hija, ukikosea nguzo zake, bila shaka hija hiyo itakuwa batili, na mengineyo. Vile vile katika kuelimika wametufundisha kwamba katika kuelimika na kuelimisha kuna nguzo ambazo inabidi kuweza kuzichunga ili elimu iweze kufika sehemu ambayo inabidi kuweza kufika. Wakazungumza ya kwamba mambo manne katika kusoma inabidi yaweze kuchunga ili elimu iweze kufika mahali pake. Moja, apatikane mwalimu mwenye kusomesha ambaye labda ni mwalimu mwenye kuwa na kafaa ya kuweza kufundisha hicho. Mbili, mwanafunzi ambaye anayekuwa na hamu ya kuweza kupokea hii elimu ambayo inayotoka kwa mwalimu. Tatu, inabidi paweze kuwa manhaj ambayo inayotumika katika kusomesha hilo jambo la elimu. Lakini nne, inabidi paweze kuwa jawu ambayo inayoruhusu hili jambo la elimu kuweza fanyika. Kwa hiyo mwalimu akipatikana na mwanafunzi akapatikana na manhaji inayotumika katika kufundisha ikawepo, na mazingira ambayo yanayoruhusu mwalimu kusomesha na mwanafunzi kuweza kusoma, na kile ambacho kinachoweza kusomeshwa kuweza kufika katika njia ambayo iliyokuwa ya mazingira yaliyokuwa sahihi, elimu itafanya kazi. Lakini kimoja katika hivyo kikiharibika, bila shaka elimu haitofanya kazi. Kwa hiyo mwanafunzi inabidi uweze kuwa tayari kuweza fanya nini, kuweza kupokea kile ambacho kinachofundishwa na kuondoa vitu ambavyo vinavyoshawishi wakati wa kusoma. Unachukua kalamu ya kuweza kuandika kilichokuwa kipya kwako au kile ambacho umekumbushwa, na kuweza kuwa na hamu ya kutaka kujua ni kipi ambacho kinachoendelea zaidi. Uyaweke mazingira ambayo yanayofanya kuweza kupokea elimu hiyo na kuweza kuifikisha sehemu ambapo inapohitajika kuweza kufika, kwa sababu tunasoma ili tuweze kuelimika, lakini ikibidi kuelimisha wengine vile vile tuweze kuwaelimisha. Manhaji ambayo tutakayotumia katika kulizungumzia hili jambo ambalo ni kubwa linaloambatana na maisha ya Isa na mafundisho yake ni kitabu ambacho kimeandikwa na vigogo wawili katika ulimwengu wa Kiislamu, kitabu ambacho kimebeba jina la Al-Azra'u wal-Masihu, kwa maana ya kwamba mama Maryamu na mwanaye Isa. Kitabu hiki kimeandikwa na Dr. Al-Arifi na Dr. Al-Hasan. Kwa hiyo Dr. Muhammad Al-Arifi na Dr. Hasan Al-Husaini, hawa ndio ambao wameandika kitabu hiki na wamekiandika katika njia ambayo iliyokuwa nzuri. Ninamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awape malipo mema kuhusu hii kazi kubwa ambayo walioweza kuifanya. Lakini zaidi ya hapo, ninamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala anipe taufiki ya kuweza kupitia hiki kitabu na kuweza kufikisha mafundisho ambayo yanayopatikana katika kitabu hiki kwa waumini ambao wasiozungumza lugha ya Kiarabu, katika njia ambayo iliyokuwa nyepesi, ambayo itafanya uweze kumjua mama Maryam au yule ambaye wanaita Bikira Maryam na mwanaye Isa alayhi salama katika njia ambayo Uislamu umetuamuru kuweza kuwajua hawa. Kama nilivyotangulia huko mwanzo, ni viumbe muhimu katika maisha yetu, kwa sababu mmoja ni mtume katika mitume watukufu bora katika mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amepewa kitabu ambacho tunachoamini ya kwamba ni kitabu katika vitabu vya Allah, Injili. Lakini zaidi ya hapo, mama yake Maryam si mwanamke wa kawaida,
ni mwanamke ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifu kwamba ni mmoja katika wanawake wanne ambao waliokuwa bora kabisa katika maisha ya dunia na huko peponi, ikiwa yeye siye ndiye bora zaidi ya hao wote wanne. Kwa hiyo huyu mama si mama wa kawaida. Ndiye maana Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu Maryamu na mwanaye katika Qur'ani sehemu tofauti, lakini katika darasa la siku ya leo tutazitaja tu sehemu chache. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada a'udhu billahi minashaitani rajim, akimzungumzia huyu mama na mwanaye akisema, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lilalamin. Mungu anatufahamisha kuhusu Maryam na mwanaye Isa ibn Maryam akisema, na yule ambaye amehifadhi utupu wake, akimkusudia Maryam. Hakuolewa wala hakuzini, bali alibaki katika ubikra wake. Yule ambaye aliyehifadhi utupu wake, hakuchezewa na mwanaume yoyote kama jinsi wanawake wa sasa wanachezewa na wanawake hovyo, wanachezewa na wanaume hovyo, bali alihifadhi utupu wake na akawa mwaminifu wa kweli. Yule ambaye aliyehifadhi utupu wake, tukapulizia roho yetu katika sehemu hiyo ili aweze kupata mtoto bila kuwa na mume wala kuziniwa na yoyote, kisha tukamfanya huyo na mwanaye kwamba ni alama kwa walimwengu. Kwa hiyo hapa Mungu anatukusanyia habari za mama na mwanaye, akifahamisha kwamba mama alikuwa ni mcha Mungu, alihifadhi utu wake, hakuweza kwenda hovyo, lakini zaidi ya hapo Mungu alimpa mtoto katika hali ya kimiujiza ili aweze kuwa yeye huyu mama na mwanaye kwamba ni alama ya kuonesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa walimwengu. Asiyeingiliwa na yoyote anaweza akazaa kwa uwezo wa Mungu, na mtoto anaweza akapatikana bila kuwa sababu ambazo zinazoeleweka kwamba ni sababu inabidi kuweza kufanyika za kidunia, mume apatikane au mwanaume aweze kumwingilia mwanamke, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akilitaka jambo anasema kuwa, na baada ya kusema kuwa jambo hilo linakuwa. Zaidi ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha kuhusu huyu mama na mwanaye katika aya nyingine akisema, mal masihu ibn maryama illa rasul, Masihi mtoto wa Maryamu si chochote isipokuwa ni mtume wa Allah, qad khalat min qablihi rusulu, kabla yake walipita mitume wengi, wa ummuhu siddiqa, lakini mama yake vile vile, mama ya Masihi, mama ya Isa, huyu mama alikuwa ni siddiqa. Siddiqa ni daraja ambayo inayokuja baada ya utume. Kwa hiyo huyu mama si mama wa kawaida anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ni siddiqa, lakini zaidi ya hapo Mungu akatuonesha kwamba hawakuwa wa Mungu wala watoto wa Mungu, bali akawapa sifa za kibinadamu, akasema kana ya ahulani taam. Hao nimewataja mama na mwanaye walikuwa na kawaida ya kula chakula. Jambo la kula chakula ni jambo ambalo linahusu kiumbe, kwa sababu unahitaji kitu ambacho kitakachokusukuma uweze kupata nguvu ya kufanya mambo yangine. Bila kula hautokuwa na nguvu za kufanya yale ambayo unayohitaji kuweza fanya. Kwa hiyo unategemea Mungu akuruzuku ili uendeleze mambo yako. Kwa hiyo sio wewe ndiye inabidi uweze kuombwa uwaruzuku watu, bali na wewe unamuomba Mungu akuruzuku, unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala akuweke miongoni mwa wale ambao watakaopewa neema zake na riziki zake ili maisha yako yaendelee. Lakini zaidi ya hapo, kiubinadamu, baada ya kula ni kuwa chakula kinaingia katika system, kinaingia kile ambacho kinachohitajika huweza kuingia katika damu na kukupa nguvu, kinaingia kile ambacho inabidi kiweze kuingia katika misuli na kuweza kuboresha vile ambavyo ilivyoweza kuharibika katika misuli yako, inaingia. Lakini uchafu uliobaki inabidi uweze kuondoka na uende ukidhi haja, na haya mambo ya kukidhi haja ametakasika Mungu nayo, hawezi akakidhi haja. Kwa hiyo kula chakula ni dalili ya kwamba wewe ni binadamu, si Mungu. Wewe ni kiumbe, wewe si Mungu. Kwa hiyo Isa pamoja na utukufu wake na cheo chake cha hali ya juu cha kuwa mtume wa Mungu, yeye na mama yake, mama ambaye Mungu anamsifu kwamba ni siddiqa, wote walikuwa
walikuwa ni binadamu na walikuwa wakifanya mambo ya kibinadamu, na kwa kuwa walikuwa wakifanya mambo ya kibinadamu, inabidi wasiabudiwi kama wa Mungu, inabidi wachukuliwe kwamba ni binadamu katika binadamu, utu wao na heshima zao ziweze kuhifadhika, lakini wasipewi vyeo ambavyo visivyokuwa juu ya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alitaka waweze kusifika kwacho. Huyo ni Maryamu na mwanaye Isa ibn Maryamu katika mukhtasari wa darasa la leo ndani ya Qur'ani. Huyu mama ni mama muhimu kuweza kuigwa na dada zetu, kuigwa na mama zetu. Mafunzo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayotufundisha ndani ya Qur'ani kuhusu mama huyu, tukiyaweka katika majumba zetu na kuwafundisha mabinti zetu, kuwafundisha dada zetu, kuwafundisha mama zetu, wakamuiga mama huyu, jamii zetu zitakuwa ni jamii zilizokuwa bora, kwa sababu dada zetu hawatokumbaza vijana wa kisasa. Mama zetu watalea malezi mazuri watoto zao kama jinsi Mariam alivyoweza kumlea mwanaye Isa. Zaidi ya hapo, jamii zetu ambazo zilizokuwa na mabinti zitachukua mafundisho ambayo huyu mama amepitia katika kuweza kulelewa na Nabiullahi Zakaria alayhi salam. Pindi tunapozungumzia kuhusu huyu mama na mwanaye, tutachukua fursa ya kuwazungumzia watu wengine ambao walioweza kuwa katika maisha ya hawa viumbe wawili, kwa sababu hawa viumbe waliishi katika jamii, na hii jamii ilikuwa na watu. Hawa watu walikuweko wema na walikuweko waovu. Hiyo baadhi ya wema waliokuwa katika maisha yao tunaweza vile vile kuwazungumzia katika darasa hili, na wale ambao waliokuwa ni waovu katika maisha ambayo wameweza kuishi vile vile tunaweza kuwazungumzia, ili kuweza kuileta picha iliyokamilika inayohusu maisha ya hawa watu wawili ambao ni muhimu sana kwetu katika mafundisho ya Kiislamu, kama jinsi yanachukuliwa kwamba ni muhimu katika mafundisho ya wale ambao wasiokuwa Waislamu. Isipokuwa kile ambacho tunachotofautiana ni kwamba sisi tunaamini ya kwamba mafundisho yetu ni sahihi, na haya mafundisho yetu ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mafundisho ambayo wanayoyatumia na imani wanayoitumia ni imani ambayo iliyokuwa kinyume na kile ambacho Mungu amefundisha, kile ambacho Isa ameweza kufundisha. Na ndiye maana tumechukua fursa hii ya kuweza kusahihisha hiki ambacho tunaona kwamba sio sahihi, na kuweza kupigilia msumari uliokuwa mzuri kwa kile ambacho tunaona ya kwamba ni sahihi, ili kiweze kuingia katika ubongo wetu na kuweza kuingia katika imani zetu, na hatimaye kuweza kuingia katika matendo yetu. Isa mwana wa Mariamu ni mja wa Allah. Zaidi ya hapo, ni mtume katika mitume watano bora, lakini vile vile mama yake ni kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si mtume, lakini ni katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao waliokuwa bora na walioweza kuteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiye maana mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya kwamba huyu mama ni siddiqa. Hii ni daraja ambayo iliyokuwa ya juu kabisa, iliyokuwa chini ya daraja ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa darasa hili tunalitoa katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao inabidi watu waweze kuzifanya ibada kwa wingi na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hebu tulizungumzie tokeo limoja ambalo linalomhusisha Isa mwana wa Mariamu na kuhusu hizi ibada ambazo tunazohimizwa kuweza kuzifanya katika huu mwezi wa Ramadhani, ikiwemo ibada ya kusoma mafundisho ya Allah kwa wingi ambacho ni kitabu cha Allah, dhikri kwa wingi ambao ni kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na saumu ambao ni kufunga. Ikumbukwe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipofaradhisha saumu alisema kutuambia ndani ya Qur'ani, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa wale ambao waliokuwa kabla yenu ili muweze kufikia ucha Mungu. Kwa hiyo waliokuwa kabla yetu, umma ambazo zilizotangulia kabla ya ummati Muhammadi, zilikuwa na mafundisho ya kusaumu, na katika mafundisho ya kusaumu
tumefundishwa mengi, si kujiziwia tu kula na kunywa, bali ni kujiziwia kula na kunywa na shahawa za kuendea wake zetu, lakini zaidi ya hapo ni kuweza kuzidisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, na kusoma Qur'ani kwa wingi, na kumsalia mtume kwa wingi, na kuweza kutoa sadaka kwa wingi, na kufanya yalokuwa mazuri kwa wingi. Hebu tusikie yale ambayo aliyoweza kutusimulia mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu Isa mwana wa Maryam. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallama, kama ilivyokuja katika vitabu tofauti. Kitabu kilichokuwa mbele ya macho yangu ni kitabu cha Qisasul Anbiya'i cha Ibn Kathiri. Pindi alipokuwa akizungumzia kuhusu maisha ya Isa ibn Maryama, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu katika maneno yake, inna Allaha amara Yahya ibn Zakaria bi 5 kalimati an ya'mala bihinna wa an ya'mura bani Israila an ya'malu bihinna. Allah subhanahu wa ta'ala alitoa amri kwa Yahya mwana wa Zakaria. Yahya mtoto wa Zakaria ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala mambo matano aweze kuyafanya yeye, na aweze kuamrisha Banu Israili waweze kuyafanya. Wakada an yubtia faqala lahu Isa alayhi salam, lakini Yahya alipopewa hii amri hakuitekeleza moja kwa moja, bali alifanya baadhi ya uzembe wa kuweza kutekeleza jambo hili. Akawa hakutekeleza moja kwa moja alipopewa amri ya kuweza kufikisha kwa Banu Israili. Wakada an yubtia faqala lahu Isa alayhi salam, kwa kuwa hakufanya pupa ya kufikisha hiki ambacho alichoweza kufikisha, Isa mwana wa Maryamu akasema, innaka qad umirta bi 5 kalimati an ta'mala bihinna wa ta'mura bani Israila an ya'malu bihinna, hakika ewe Yahya umeamrishwa kuweza kufanya mambo matano, na uambie Banu Israili waweze kufanya mambo matano. Fa imma an tuballighahunna wa imma an uballighahunna, imma uchukue majukumu ya kuwafikishia haya mambo hivi sasa ili watekeleze, au mimi mwenyewe nichukue majukumu ya kuweza kuwafikishia mambo haya waweze kuyatekeleza. Kama umefanya uzembe wa kufikisha haya maagizo umepewa, basi mimi nitaenda kuambia Banu Israili kwamba mumeamrishwa kuweza kufanya haya mambo matano. Faqala Yahya mtoto wa Zakaria akasema kumwambia Isa, ya akhi inni akhsha an tasbaqani, inni akhsha in sabaqtani an u'adhaba au yukhsafa bi, mimi ninaokopa ikiwa utachukua majukumu ya kufikisha huyu ujumbe kwa Banu Israili, Mungu ataniadhibu mimi kwa kufanya uzembe wa kufanya jambo hilo. Kwa hiyo mimi mwenyewe nitafikisha ujumbe huu na sintochelewesha tena. Ninachelea nisiadhibiwe au ardhi isije kunimeza kwa kufanya nini? Kwa kuwa nimefanya uzembe wa kufikisha ujumbe wa Mungu na wewe ukalifanya jambo hili badala yangu. Fajama Yahya bani Israila fi baiti al-Maqdis hatta mtala al-masjida. Yahya mtoto wa Zakaria akawakusanya Banu Israili mpaka wakajaa msikiti. Faqada ala sharafi fahamida Allah wa athna alayhi thumma qala, akakaa sehemu huku akimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza, kisha akasema kuambia Banu Israil, inna Allah azza wa jalla amarani bi 5 kalimati an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameniamrisha mimi Yahya mambo matano kuweza kuyatekeleza, na akanipa maagizo niweze kukuamrisheni nyinyi Banu Israili muweze kuyatekeleza. Wa awwaluhunna an ta'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Jambo la kwanza katika mambo matano ambao nimeambiwa mimi Yahya ni kufahamisheni nyinyi Banu Israili muweze kuyafanya ni kumwabudu Allah na msimshirikishi na chochote.
Mungu anaabudiwa mwenyewe wala hashirikishwi na chochote. Mungu haombwi pamoja na kitu kingine, wala Mungu hafanyiwi wasira wa kuweza kufikiwa. Ukitaka kumuomba, muombe yeye moja kwa moja. Ukitaka akuruzuku, mwambie ni ruzuku. Ukitaka akupe, mwambie akupe. Hautopitia kwa yoyote yule, bali unakwenda moja kwa moja. Mlango wa Allah umefunguliwa wewe kuweza kupiga hodi na kujibiwa. Hautopitia kwa kiumbe chochote. Utakapomwabudu, muabudu mwenyewe. Utakapomuomba, muombe mwenyewe. Utakapomtaka msaada, mtake msaada mwenyewe. Kwa hiyo Yahya akawaambia, jambo la kwanza nimeambiwa ni muabudu Allah na msimshirikishe na chochote. Fa inna mathala dhalika mathalu man ishtara abdan min khalisi malihi buriq biwaraqin au dhahabin fajala ya'malu wa yuaddi ghillatahu ila ghairi sayyidihi. Mfano wa yule ambaye atakaye muomba mtu mwingine au kitu kingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano wa yule ambaye aliyekuwa na mtumwa, amemnunua kwa pesa zake. Huyu mtumwa pindi anapoifanya kazi, kulikoni kufanya kazi kwa ajili ya huyu ambaye ni bwana wake, yeye anafanya kazi kwa sababu ya kumpatia matunda mtu mwingine ambaye asiyekuwa bwana wake kikazi. Na wewe ukienda kukiabudu kitu kingine badala ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwamba wewe ni kama vile umenunuliwa na mtu fulani, kisha kulikoni kumfanyia kazi unakwenda kumfanyia kazi mtu mwingine. Allah amekuumba yeye, anakuruzuku yeye mwenyewe, anakupa pumzi yeye mwenyewe, anakulinda na balaa yeye mwenyewe, kisha badala ya kumuomba yeye unakiomba kitu kingine. Hii ni dhulma ya kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni jambo ambalo tumekatazwa. Kwa hiyo Yahya ibn Zakaria anazungumza kwamba mtakapoabudu, muabuduni Allah. Mtakapolifanya jambo la kiibada, msijifanyi kwa chochote kile isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea katika mazungumzo yake akisema, fa ayyukum yasuruhu an yakuna abdahu kadhalika, nani ambaye anayetaka aweze kuwa na mtumwa ambaye kulikoni kumfanyia kazi yeye anafanyia kazi mwingine? Bila shaka hakuna. Wa inna Allaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Allah amekuumbeni nyinyi Bani Israili, akakuruzukuni yeye mwenyewe, msimwabudu pamoja na chochote, msimshirikishi yeye pamoja na chochote. Kisha akawaambia jambo la pili, wa amurukum bisalati fa inna Allaha yansibu wajhahu qabla qibala abdihi ma lam yaltafit fa idha sallaytum fala taltafitu. Akasema kuambia jambo la pili nimeamrishwa niweze kukuamrisheni ni nyinyi kuweza kusali. Hakika mwanadamu anaposimama mbele ya Mola wake kuweza kusali, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye anatazamana na mja wake huyo, maadama huyu mja hatizami pembeni. Kwa hiyo utakapokuwa katika sala zako, hakikisha ya kwamba unanyenyekea na unatizama mbele yako na hautizami kulia wala kusoto, kwa sababu wewe uko mbele ya yule ambaye aliyekuumba. Kama jinsi unavyomuelekea ili kumwabudu, na yeye anakuelekea ili aweze kuchukua maombi yako na kusikia kile ambacho unachotaka kumwambia. Kisha akawaambia jambo la tatu, wa amurukum bisiyam, na ninakuamrisheni kuweza kufunga. Mungu ametoa amri muweze kufanya hili jambo la saumu. Kama tulivyosema, Mungu alipofaradhisha Ramadhani alisema, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mmeamrishwa kufunga kama walivyoamrishwa waliokuwa kabla yenu ili muweze kufikia ucha Mungu. Katika mafunzo ya Yahya ibn Zakaria, kama alivyoweza kushuhudia Isa mwana wa Maryamu akiwaambia awafundishe Banu Israili, ni maagizo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wawaambia kwamba wamelazimishwa kuweza kufunga. Kwa nini Yahya?
Mungu amesema tuweze kufunga? Akasema fa inna mathala dhalika kamathali rajuli mahu surratu min miski fi isabatin kulluhum yajidu riha almisk wa inna khalufa fami saimi atyabu inda Allahi min rihi almisk. Kwa nini mmepewa amri ya kufunga? Ni kwa sababu aliyefunga ni sawasawa na mtu ambaye aliyekuwa katika kundi la watu akiwa na chupa la mafuta uzuri. Watu wote katika kundi hili wanakaa katika raha ya harufu ambayo inayotoka katika hili chupa, kwa sababu ni chupa ambalo limejaa mafuta uzuri, linawanukia wote. Kisha akasema kinywa cha mwenye kufunga mbele ya Allah ni bora harufu yake kulikoni harufu ya miski. Kwa hiyo hili jambo la kufunga Yahya analipigia msumari kabisa, akisema ya kwamba lifanyeni, ni amri kutoka kwa Mungu, kwa sababu mfano wenu mbele ya Mungu, vinywa vyenu harufu zake Mungu anazipenda zaidi ya jinsi anavyopenda harufu ya miski. Kisha akasema kuambia Banu Israil, wa amurukum bisadaqa, nimepewa maagizo ya kwamba toweni sadaka, toweni sadaka. Na huu ni mwezi wa Ramadhani, toweni sadaka Waislamu. Tizama nyumba ambayo futari hakuna, wapelekee futari. Tizama maskini ambao wasiojiweza, wasaidie katika mwezi huu. Usiriziki na kuwa na vyakula vingi katika friji, kisha vinatoka katika friji vinakwenda jikoni. Baada ya kupikwa, vile ambavyo ulivyokula vingine unapeleka jaralani, na huku watu wengine hawakupata hata futari wala daku. Bali hakikisha ya kwamba Waislamu wanakula daku na wanakula futari kama jinsi wewe unakula daku na unakula futari. Uchangie na wenzako sehemu ambapo ikibidi kuweza kutekeleza sadaka uweze kutekeleza. Hili Yahya ameambiwa aweze kuambia Banu Israili kwamba toweni sadaka. Kwa nini ya Yahya? fa inna mithla dhalika kamathali rajuli asarrahu al-aduwa fashaddu yadaha ila unuqihi wa qaddamuhu liyadribu unuqahu faqala hal lakum an aftadi nafsi minkum fajala yaftadi nafsahu minhum bilqalili walkathiri hatta fakka nafsahu. Kwa nini kutoa sadaka ni jambo muhimu? Kwa sababu sadaka ni sawasawa na mtu ambaye ameshikwa na majangili, wakamfunga kamba, akawa hana uwezo wa kujiondoa, lakini akasema, je, naweza kujigomboa kwa chochote? Wakamwambia ndiyo. Akatoa chochote, akawa anafungua, kila fundo limoja linatoka baada ya kutoa sadaka. Kwa hiyo wewe unapotoa sadaka ni kwamba unajiondoa mafundo ambayo yamekufunga, madhambi yaliokuwa mengi yanayotaka kukupeleka katika jahannama, yote unayavunjavunja kwa hizi sadaka ambazo unazozitoa. Kwa hiyo unapotoa sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala anakuondolea vile vichafu ambavyo vilikuwa vimekufundika na kutaka kukudumbukiza katika jahannama. Akamalizia kwenye jambo la 5 akisema, wa amurukum bi dhikrillahi azza wa jalla kathira, ninakuamrisheni kama alivyoweza kuniamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, muweze kufanya dhikri kwa wingi. Subhanallahi kwa wingi, alhamdulillahi kwa wingi, Allahu akbar kwa wingi, la ilaha illa Allah kwa wingi, astaghfirullah kwa wingi, la haula wala quwwata illa billahi kwa wingi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kwa wingi. Hizi dhikri zifanyeni kwa wingi. Yahya anawaambia wafanye dhikri kwa wingi, na sisi katika umati Muhammad tunaambiwa tufanye dhikri kwa wingi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kufanya dhikri asubuhi na jioni.
Na katika aya nyingine akasema tuweze kufanya dhikri kwa wingi kabisa, udhkurullaha dhikran kathira. Kwa hiyo Yahya anasema wa amurukum bi dhikri llahi azza wa jalla kathira, nimepewa maagizo na Mola wangu ni kufahamisheni ya kwamba fanyeni dhikri kwa wingi. Fa inna mathala dhalika kamathali rajuli talabahu aladu sura'an fi ithrihi faata husnan hasinan fatahassana fihi. Mfano wa mwenye kufanya dhikri kwa wingi ni mfano wa mtu ambaye anakimbizwa na maadui, akawa hana la kufanya isipokuwa kuingia sehemu ambayo ataweka kuta ambazo maadui hawawezi kupenya kuweza kufikia sehemu ambapo. Dhikri inakulinda na mabalaa mengi ambayo yanayoweza kukukumba. Inakuwa kama vile ni kinga hirizi ambayo inayokuziwia wewe kushawishiwa na shaitani, inayokuziwia wewe kuzuriwa na wachawi, inayokuziwia wewe kuweza kuanguka katika mabalaa ya maasi na mengineyo. Mtaje Allah kwa wingi. Wa innal abda ahsanu ma yakunu mina shaitani idha kana fi dhikri llahi azza wa jalla, hakika mja wa Allah ni mwenye kuwa katika nguvu ya kujiziwia na shaitani pindi anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kwa hiyo dhikri ni jambo ambalo linalokufanya uweze kupambana na adui yako ambaye ni shaitani. Haya ni mafundisho ya Yahya ibn Zakaria akiwa pamoja na Isa ibn Maryamu, wakifikisha haya maagizo kwa nani? Kwa Banu Israili. Mtume wa Mwenyezi Mungu baada ya kuweza kufikisha maagizo haya ambayo Isa mwana wa Maryamu na Yahya ibn Zakaria wamefikisha kwa Banu Israili, na yeye akatufahamisha mambo matano. Kwa hiyo kabla haya mambo matano ambayo mtume ametufahamisha, tumeona ya kwamba tumeambiwa na Yahya ibn Zakaria akiwa pamoja na Isa mwana wa Maryamu ya kwamba tufanye mambo matano. Huu ulikuwa ni ujumbe kwa Banu Israili, lakini haukukoma huko, bali huyu ujumbe tumefahamishwa kupitia kinywa cha Mtume Muhammadi, ili tujue ya kwamba ni ujumbe kwa Banu Israili kupitia Yahya ibn Zakaria akiwa na shahidi wake Isa ibn Maryamu, lakini vile vile ni ujumbe kwa ummati Muhammadi kwamba tuweze kuweka katika matendo yetu, tumwabudu Mungu, tusimshirikishi na chochote, tuweze kufunga kama alivyoweza kutuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, tuweze kutoa sadaka kama alivyoweza kutuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, tuweze kufanya dhikri kama alivyoweza kutuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Haya ni maagizo kwa Banu Israili na ni maagizo kwa ummati Muhammadi. Baada ya kutufahamisha mtume wetu kuhusu huyu ujumbe wa Yahya ibn Zakaria aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuufikisha kwa Banu Israili, akasema mtume sallallahu alayhi wasallama, wa ana amurukum bi khamsi Allah amarani bihinna, na mimi ninakuamrisheni mambo matano ambayo Allah ameweza kuniamrisha. Akasema bil jamaa wasamu wa taa walhijra waljihadu fi sabilillah, ninakuamrisheni mambo ambayo niliyoweza kuamrishwa na Mola wangu: kushikamana na jamaa, kuwa kitu kimoja katika umma, tuswali pamoja, tufunge pamoja, tufanye mambo yetu pamoja, na tuweze kuwa ni wenye kusikia amri tunayopewa na viongozi wetu na kuweza kutii kile ambacho kilichokuwa sahihi. Ikibidi kuhama maaswi na kuhamia sehemu za kufanya yalokuwa mazuri, tuweze kuhama, kama jinsi walivyohama watu kutoka Maka na kuhamia Madina, ili kwenda kuweza kufanya na kutekeleza kile ambacho kilichokuwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali zaidi ya hapo, waljihadu fi sabilillahi, na kupigana kwa ajili ya Allah. Jihadi sawa sawa, iwe ni jihadi ya mali, iwe ni jihadi ya nguvu, iwe ni jihadi ya maneno kufundisha, iwe ni jihadi ya hali na mali.
tuweze kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu ambao ni viwete, hawawezi kupigana katika njia ya Allah, lakini wana ndimi za kuweza kuzungumza kilichokuwa haki na kufikisha sehemu ambayo ilikuwa sahihi. Wako walimu ambao wanaweza wakafikisha mafundisho yaliyokuwa sahihi. Inabidi kila mtu apigane katika njia ya Allah kupitia uwezo ambao aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kupigana katika njia ya Allah ni katika maagizo ambayo amepewa mtume wa Mwenyezi Mungu, na akatufahamisha tuweze kufikisha, akatufahamisha kwamba ameambiwa na yeye aweze kutufikishia. Fa inna man kharaja anil jama'ati qaida shibri faqad khala ribqa al-islam min unuqihi illa an yarji'a wa man daa bid'awa al-jahiliyyati fahuwa min hasa jahannama. Mtume wa Mwenyezi Mungu akatutahadharisha na watu ambao wanaojitoa katika jamaa, akisema ya kwamba yule ambaye atakayetoka katika jamaa sawasawa na shibri moja, huyo anakufa kifo cha kijinga. Maana yake huyo anakufa katika nje ya yale mafundisho ambayo Uislamu umekuja nayo. Mtume wa Mwenyezi Mungu alipokuwa anaitoa hii tahadhari, akaulizwa akisema, ya Rasulullah, wa insama wa salla, mtu huyu ambaye atakayejitenga na watu akawa hayuko pamoja na jamaa ya Waislamu, anakufa kifo cha kijinga na hali ya kwamba ni mwenye kusali na kufunga? Qala wa insama wa salla wa zaima annahu muslim, japokuwa atafunga, atasali na akadai ya kwamba ni Muislamu. Kisha akasema mtume wa Mwenyezi Mungu akimalizia, udul muslimina bi asmaihim bima sammahumullah azza wa jalla almuslimina almu'minina ibadullahi azza wa jalla, waiteni Waislamu kwa majina mazuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatumia kwa kuwaita kwamba ni Waislamu, ni waaminifu. Kwa hiyo sisi ni ndugu Waislamu, na huu ni mwezi ambao ni wa kuzidisha mapenzi. Tuzidishe mapenzi baina yetu, tuondoe chuki ambazo zinaweza kuwa baina yetu. Ndugu na ndugu waweze kupendana, kaka na kaka wapendane, kaka na dada wapendane, mtu na mke wake mapenzi yaishi yazidi katika ujumba wao, mtu na watoto wake mapenzi yaweze kuzidi katika nyumba na familia. Magomvi ambayo yanayopatikana kwa ajili ya urithi na chuki ambazo zinazopatikana kwa sababu ya jambo hilo yaweze kuondolewa katika jamii zetu, ili tuweze kuwa Waislamu waliokuwa Waislamu sahihi. Tufunge saumu zinazokubalika tukiwa sisi wote ni ummati Muhammadi, wale ambao tunautaraji ya kwamba tutafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia peponi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukiwa pamoja nyuma ya bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Tunamalizia darasa letu la mwanzo la siku ya leo tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, sehemu ambapo ulimi umeteleza na kusema kisichokuwa sahihi tuweze kusameheka, na kile ambacho tumesema kikawa ni sahihi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukiweka katika mizani ya matendo yetu sisi wasemaji na nyinyi wasikilizaji. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.